Karibu sana mpendwa mtazamaji wa Bukelebe TV. Tunamshukuru Mungu kwa neema ya kutufikisha katika siku ya pili ya siku 10 za maombi maalum zenye mada kuu kufunguliwa. Leo tunaendelea kujifunza neno la Mungu katika somo lenye kichwa fungamana pamoja na vipaumbele vya ufalme. Kipindi hiki kinaongozwa nami Yustasela Joni. Chukua muda huu kama wakati wa pekee kati yako na Mungu. Fungua moyo wako na ruhusu Roho Mtakatifu atufundishe. Na sasa tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa uzima na kwa nafasi hii ya kujifunza neno lako. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu, tukitambua kuwa bila wewe hatuwezi kufanya lolote. Tunakuomba leo kwa Roho wako Mtakatifu, fungua akili na mioyo yetu ili tuelewe vipaumbele vya ufalme wako. Ondoa mawazo yanayotuteka na utujaze nia ya kukupendeza wewe. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Somo la leo ni kufungamana pamoja na vipaumbele vya ufalme. Msingi wa Biblia, Matendo ya Mitume 1:6-8. Katika Matendo ya Mitume 1:6-8 tunaona wanafunzi wa Yesu wakimuuliza swali muhimu. Je, sasa ndipo wakati wa kurudisha ufalme kwa Israeli? Swali hili linaonyesha wazi vipaumbele vilivyokuwa mioyoni mwao. Walikuwa bado wanawaza ufalme wa dunia, mamlaka ya kisiasa na heshima ya taifa lao. Hata baada ya Yesu kufufuka, mawazo yao yalikuwa bado yamefungwa katika mambo ya hapa duniani. Lakini Yesu kwa upendo na hekima aliwaelekeza katika kipaumbele cha kweli. Hakuwajibu kulingana na walivyouliza, bali aliwapeleka katika mpango wa Mungu. Aliwaambia kuwa si juu yao kujua nyakati na majira, bali watapokea nguvu za Roho Mtakatifu na watakuwa mashahidi wake mpaka mwisho wa dunia. Hapa Yesu anaweka wazi kwamba kipaumbele cha ufalme wa Mungu si mamlaka, si nyakati, bali ni ushuhuda na wokovu wa roho. Hili ni somo kubwa hata kwetu leo. Mara nyingi nasi tunajikuta tukitumia nguvu zetu nyingi kufikiria maisha ya baadaye, mafanikio, fedha au heshima. Mambo haya si mabaya, lakini yakichukua nafasi ya kwanza kuliko mapenzi ya Mungu yanatupotosha. Yesu anatuita kwanza tufungamane na vipaumbele vya ufalme wake. Ellen G. White anatukumbusha kuwa kabla Yesu hajapaa mbinguni, aliwaachia wanafunzi wake agizo la kupeleka ujumbe wa rehema kwa Wayahudi na kwa mataifa. Hakuwatuma wakae wakisubiri watu waje kwao, bali waende kwa watu. Hii inaonyesha kuwa moyo wa Kristo ulikuwa wa waliopotea. Kipaumbele chake kilikuwa wokovu wa mwanadamu. Mfano mzuri tunauona ni katika Luka 19:10. Yesu anaitwa mwana wa Adamu aliyekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hilo ndilo jina linaloeleza kipaumbele chake. Kama Zakayo alivyotubu na kubadilisha maisha yake. Hii tunaiona katika Luka 19:8. Nasi tunaitwa kuishi maisha ya toba, tukiruhusu Mungu apange upya vipaumbele vyetu. Yesu pia anafundisha katika Mathayo 6:33, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Hii ina maana kuwa tunapomweka Mungu kwanza, yeye anashughulika na mengine yote. Tunaliona hili katika Mhubiri 3:1-11. Inatukumbusha kuwa kila kitu kina wakati wake. Muda ni zawadi kutoka kwa Mungu na unatakiwa utumike kwa hekima kulingana na mapenzi yake. Leo Roho Mtakatifu anatualika tujiulize, ni nini kinachochukua nafasi kubwa katika moyo wangu? Je, ratiba zangu, mipango yangu na maamuzi yangu yanaakisi vipaumbele vya ufalme wa Mungu? Kristo anataka jina lake liwe kitambulisho chetu, mamlaka ya matendo yetu na chanzo cha mafanikio yetu. Tunapoungana na vipaumbele vyake, ndipo tunapopata kufunguliwa kweli katika maisha yetu ya kiroho. Kabla ya kumaliza somo letu la leo, hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunashukuru kwa neno lako ambalo limetufundisha leo. Tunakiri kuwa mara nyingi tumekuwa tukifuata vipaumbele vyetu binafsi kuliko vipaumbele vya ufalme wako.
Leo tunajisalimisha kwako, tunakuomba. Panga upya mioyo yetu, mawazo yetu na maisha yetu yote. Tupe moyo wa Kristo kwa wapotevu na utujaze Roho Mtakatifu ili tuwe mashahidi wako popote tunapokwenda. Tunakabidhi vipaumbele vyetu vyote mikononi mwako. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Mtazamaji, hivi sasa tunapatikana katika mtandao wa Facebook kwa jina la Bukelebe TV na Instagram andika Bukelebe TV, YouTube Bukelebe TV. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa watu wengi zaidi ili kila mmoja apate kufunguliwa. Mimi ni Yustasela Joni.